Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Asante sana kwa kuchagua channel hii na kuweza kuangalia channel hii mara kwa mara, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana na kuomba subscribe, bofya na ile kengele ya notification bell. Leo ninayo mada inayosema mpenzi aliyeishiwa mvuto kwa mwenziwe anavyohangaika. Watu wanaanzisha mahusiano kutokana na mvuto fulani ambao umetokea kati ya wawili. Umevutiwa na maumbile yake, muonekano wake, umevutiwa na sauti yake, umevutiwa na uwezo wake wa kifedha, umevutiwa na upole wake, umevutiwa na ukarimu wake, umevutiwa na jinsi alivyookoka sana. Haya yote ni mchanganyiko wa vitu vingi sana mpaka mtu anakubali, anasema nitawaacha wote, nitakuwa na wewe peke yako. Sasa mpaka ufanikiwe kumsaidia mwenzio aendelee kupata sababu kwa maisha yenu yote mnayoishi pamoja, akutamani wewe tu, avutwe na wewe tu, awe na wewe tu, akufurahie wewe tu, ajivunie wewe tu, hiyo sio kazi ndogo. Nakumbuka kesi moja ya dada moja tokea mkoa wa Kilimanjaro. Baada ya kumtumia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume na kumfanya kuwa mpole kama bata, mume wake akawa anamsifia sana mpaka kwa ndugu zake. Yaani hawezi kaongea maneno mengi bila kumtaja mke wake. Ndugu zake wa yule mwanaume wakasema amerogwa huyo. Hatujawahi kuona mwanaume anayempenda mwanamke kiasi hicho, amerogwa. Na hiyo kesi sio moja. Kwa hiyo hali kama hiyo inaweza ikatokea, kwamba mvuto ukaendelea kudumishwa kwa maisha yote, kutokana na sababu mbalimbali na makuzi na malezi na vitu mbalimbali ambavyo tumekutana navyo. Na ukizingatia katika ulimwengu huu ambapo utaona wanawake wengi Instagram, utaona wanaume wengi TikTok, utaingia Facebook utakutana nao wengi tu. Kwa hiyo uwezekano wa kulinganisha niliye naye sasa hivi na yule, naona mke wangu amepungua kidogo, mwenzangu mvuto umepungua kwake. Kwa nini mvuto unapungua? Kwa nini mvuto unapungua? Sasa mmoja zamani alikuwa anapenda kuongea na wewe sana, anacheka na wewe sana, ana utani wingi, message anajibu kwa haraka, simu anapokea kwa wakati, kila kitu kinaenda very good, very good. Lakini sasa hivi amebadilika, sio kama zamani. Kitu gani kimembadilisha? Kwa nini sasa hivi hana mvuto wa kupokea simu yangu kwa wakati? Kwa nini sasa hivi hana msukumo wa kujibu meseji zangu? Kwa nini sasa hivi hana msukumo wa kunipatia pesa kama zamani? Kwa nini hana msukumo wa kunisaidia kama zamani? Kwa nini hana msukumo? Kuna mvuto umepungua. Sasa kwa wale ambao wamekuwa wanaangalia channel hii, nimesema hivi, mwaka 1991 sayansi imegundua kwamba ulimwengu mzima huu kuna nguvu ya mvutano inaitwa electromagnetic field. Kwa mfano, mawimbi ya TV ya CNN kutoka Marekani yanapitia wapi? Nikikuuliza utajibu nini? Mawimbi ya simu ya WhatsApp, mtu anakupigia wewe uko Mwanza, unaongea na mtu wa Dar es Salaam. Sawa, mawimbi hayo yanapitia wapi? Ndio kwenye hiyo electromagnetic field. Inafunika dunia nzima, iko duniani mote. Hiyo ni mwaka 1991. Wanasayansi wote wamekubaliana kwamba kweli hicho kitu kipo na kina nguvu hiyo. Ndio kinachosababisha mawimbi ya redio yanakuja huku, yanakwenda huku, yanakwenda huku, mawimbi ya TV hivyo hivyo na ya simu hivyo hivyo. Ndio hicho electromagnetic field, yani ni nguvu ya kiumeme yenye usumaku kwa Kiswahili. Nguvu ya mvutano, ya nguvu ya kuvuta vitu, nguvu ya usumaku ndio electromagnetic field. Magnet ni sumaku, electromagnetic ni nguvu ya umeme wa kisumaku.
Sasa mwaka 2012 ikagunduliwa kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ambayo anaweza kuitawala, ndio iko kwenye ubongo, lakini kuna akili ambayo hawezi kuitawala, iko kwenye moyo. Ndio hapo unamuona mtu mnene anajua unene ni mbaya, lakini anaendelea kula machipsi kila siku, anaendelea kula sana tu kila siku, anajua unene ni mbaya. Mtu anajua ulevi ni mbaya, lakini anashindwa kuacha. Akili ya kichwani inamwambia unene ni mbaya, ulevi ni mbaya, kuchepuka ni kubaya, lakini anachepuka. Anajua kabisa akili yake ya kawaida hii, lakini akili yenye moyo ni tofauti. Sasa ili mtu aweze kufurahia maisha yake kikamilifu katika dunia hii, lazima ajue jinsi ya kuoanisha akili ya kwenye moyo na akili ya kwenye kichwa. Wanaita heart and brain coherence au heart and brain synchronicity. Sasa usipolitambua hili kwamba linafanya kazi kwa mumeo au kwa mkeo au kwa mpenzi wako, utapata shida sana kumwelewa mpenzi wako, na utafanya vitu ambavyo unafikiria vitamsaidia abadilike, lakini kumbe ndio vinafanya aende mbali zaidi. Hapo ndio pagumu sasa. Yaani unajitahidi umsaidie mwenzio akuone kwamba wewe unafaa, wewe ndio mwenyewe unampenda kweli, unajitahidi kweli, lakini unashangaa ndio anazidi kuwa mbaya zaidi. Umeshindwa kumtengenezea mazingira ya kuoanisha akili yake ya kwenye moyo ambayo ilisababisha ikupende wewe na akili yake ya kwenye kichwa. Kwa hiyo mapadre wataongea, mashehe wataongea, washenga wataongea, lakini mtu bado anaendelea kuwa jeuri. Sasa katika mazingira kama hayo ni muhimu sana ufahamu kwamba sayansi inaliangalia hili na inataka ikusaidie, ikueleweshe jinsi gani ya kuepukana na mambo kama hayo. Nianze na barua hii. Dokta, mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 27 na nimeolewa na mwanaume mwenye umri wa miaka 29. Tuko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 3. Najua sio muda mrefu sana, lakini najiona nimechoka kwenye hii ndoa. Kilichonivutia mwanzoni mpaka nikamkubali huyu mwanaume ni kwamba ni mpole, ni mkarimu. Yaani ikiingia kwenye gari atanifungulia mlango, atoa outing mara kwa mara, vizawadi vya pale hapa na pale, havipigi chenga. Nikamwona ni mwanaume anayenifaa. Sijawahi kuhangaika na muonekano wa nje wa mwanaume, sikuona kwamba ni kitu cha muhimu kwangu. Lakini sasa baada ya kufunga ndoa, na huu ni mwaka wa 3, nimeona kuna vitu ambavyo haviko sawa, ambavyo vinasababisha nimepoteza hisia na huyu mwanaume. Katika maandishi au kwenye karatasi anaonekana ni mwanaume anayenifaa kabisa. Yaani ndugu zangu wote, marafiki zangu wote wanasema umebahatika kupata mwanaume mzuri kweli. Lakini dokta, ukweli ni kwamba network ya hisia zangu kwa huyu mwanaume imekatika. Yaani mtandao wa hisia kwa huyu mwanaume umekatika. Bado hajabadilika, bado ni mpole vile vile, ananijali vile vile, anajalisha kunigusa na kunishikashika, lakini anajisikia vibaya anaponishika. Sitaki anishike kabisa. Sababu moja inayosababisha hali kama hiyo ni kwamba nimeshamwambia ninayoyataka na nisiyoyataka kwenye tendo la ndoa, lakini anayapotezea. Ninaweza nikamwambia na kumwonyesha halisia kabisa kitu gani nataka akifanye. Atakifanya kwa sekunde 5 alafu anaacha. Hamu yangu ya tendo la ndoa ilikuwa kubwa sana. Nilikuwa napenda tufanye mapenzi isipungue mara 3 kwa wiki. Lakini baada ya mwaka jana 2025 imebakia mara 1 kwa wiki, na sasa sitaki kabisa kufanya naye tendo la ndoa. Na sio kwamba sina hisia za kufanya tendo la ndoa, sina hamu. Hamu ninayo, lakini sina hamu ya kufanya mapenzi na mume wangu. Ninajisikia vibaya kusema hili,
Lakini pamoja na hayo ameongezeka unene, yani amenenepa zaidi kuliko tulivyofunga ndoa. Amekuwa mnene zaidi, kitu ambacho kimeongezea nguvu ya mimi kutokutaka kuwa karibu naye, yaani najisikia kichefuchefu kuwa karibu naye. Sawa, nikamwambia tuanze fanya mazoezi ya viungo ili tuweze kupunguza unene. Mimi nafanya mazoezi na yeye anafanya, lakini yeye mwenzangu mvivu. Tunaweza tukapanga saa 10 tunaenda kwenye mazoezi. Ikifika saa 10 analeta visingizio tusiende kwenye mazoezi. Hilo nalo limenivunja moyo. Dokta, ni kweli bado nampenda huyu mwanaume, lakini sitaki kukaa kwenye ndoa ambapo haina tendo la ndoa, na sitaki nimlazimishe yeye akae kwenye ndoa ambayo haina tendo la ndoa. Yaani nasema hivi, sitaki kukaa kwenye ndoa ambayo haina tendo la ndoa. Alafu kwa sababu na mimi sina hamu naye, na hamu nayo lakini sina hamu naye, manake nitamnyima. Kwa hiyo atalazimika akae kwenye ndoa ambayo hapati mwanamke wa kumtia. Nasema sitaki hicho kitokee. Sasa nifanyeje? Sasa naomba nisikilize. Kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba kuna akili ya hapa na akili ya kwenye moyo. Unaweza ukafikiria kwamba mke wangu hataki kufanya mapenzi na mimi kwa sababu nawahi kumaliza, au kwa sababu na maumbile madogo ya kiume. Unaweza kufikiria hivyo. Unaweza kufikiria mume wangu hapendi kufanya mapenzi na mimi kwa sababu sina makalio, kwa sababu sina matiti, kwa sababu najambia ukeni, au kwa sababu sijui kukata kiuno. Unaweza kufikiria hivyo, ndio maana hapendi kufanya. Lakini ukweli ni kwamba sababu zinakuaga nyingi. Sasa ikifikiria mtu akazijumlisha pamoja na hilo, ndio hapo sasa wazungu wanasema hivi, a straw that broke a camel's back, the last straw. Yaani sawa na punda, umemwekea mzigo mkubwa anatembea, alafu kamuongezea kajani tu, kakata kajani kamuongezea, akaanguka. Sasa ni hivi. Kwa hiyo ndoa haziharibiki kwa sababu ya tatizo moja. Uhusiano au mvutano hauharibiki kwa sababu ya kitu kimoja. Kuna vitu vingi. Hebu fikiria, unaongea na mwenzio, yeye yuko busy na simu, anapekua yuko kwenye TikTok, wala kuangalia usoni. Unaongea naye lakini yeye unaweza kuona kitu kidogo sana. Lakini wataalamu wenye maabara ya mapenzi mjini Washington, John Gottman na Julia Gottman, wanasema, wanakiita hicho kitu wanaita bid of attention. Kinapokosekana hicho, yani mwenzio anaongea alafu wewe uko busy na mambo mengine, ni usikilize, hajisikii kama unamsikiliza, yani kama vile unasikiliza redio. Uko busy huko unasikiliza redio. Sasa hiyo inaumiza sana, lakini sasa huwezi ukajua imemuumiza kiasi gani, kiasi ambacho moyo wake unafunga hisia juu yako wewe. Ndio ule moyo, ile akili ya kwenye moyo inajifunga, kwa sababu na yenyewe ile akili ya kwenye moyo inatengeneza nguvu hiyo ya electromagnetic field ambayo inakwenda kwenye dunia kwa watu wengine wanaokuzunguka futi 5 hadi 8. Kwa hiyo lazima kuwe na connection kati nguvu ya mvutano iliyoko kwa mume wako na nguvu ya mvutano iliyoko kwako. Sasa ikiwa kuna vitu ambavyo vipendi vinaendelea kuongezeka uzito kwa hadi siku zinapoenda, inafikia hatua unawekea ukuta hisia zako zisimfikie mwenzio wala zisimtamani mwenzio. Ndio hayo ambayo yamemkuta huyo. Anasema mume wangu ni mnene. Kwenye tendo la ndoa hajui hata kuchezea kisimi kinachezewaje. Unaweza kuona. Kwa hiyo ameanza na swala la tendo la ndoa, lakini baadaye akiingiza swala la uzito. Alafu vile vile kuna mambo mengine kama hayo ya kutokutoa attention, kutokumsikiliza mwenzio sawa sawa. Ni kweli una hela nyingi, ni kweli una tango sio bamia, sawa, ni kweli, lakini kumsikiliza huna, muda wa kuongea naye huna. Ni kweli una hela nyingi, ni kweli unamfikisha kileni, lakini muda wa kuongea naye huna. Lakini yeye kwake ni cha muhimu hicho. Sawa sawa na mtoto mchanga, sawa? Mtoto mchanga
mama yake akiondoka, hajampiga, lakini mtoto atalia. Kwa nini analia? Mama yake anaondoka, anaenda sokoni, au baba anaondoka, anaingia ndani ya gari, mtoto analia. Kwa nini analia? Hajapigwa, lakini analia. Sasa unafikiria yule mtoto ambaye alikuwa analia mama yake anapoondoka au baba yake anapoondoka, amekufa? Hajafa, bado yumo humu ndani, anahitaji ile attention, ukaribu ule bado anaohitaji. Lakini wewe kwa sababu unataka unajiona kwamba unampa milioni moja kila siku mke wako, unajiona kwamba inatosha sana. Kwa hiyo unaweza kurudi saa 2 za usiku, hamna shida, ukajiona uko sawa. Mwanamke anajua kwamba umetoka kazini saa 10, lakini nyumbani unakuja saa 2 za usiku, ukishakula tu usingizi. Sasa wewe unaliona kwamba ni sawa, lakini kwenye akili mwenzio, ile akili ya moyoni ya mke wako anaona kwamba hapa sitendei haki, mimi sipendwi hapa. Hasa katika kikumbuka kwamba na mpenzi wake wa zamani alikuwa na mlamba vizuri, anamlamba vizuri, alafu wewe kumlamba huo muda huna kwa sababu una usingizi wa kutafuta hela, atatiwa nje ya ndoa, atatiwa. Sasa nina mashahidi wengi wa hayo ambayo nimeongea. Naomba nikusomee nyingine hapa. Dokta, ni jambo la kusikitisha sana pale ambapo uhusiano wenu ndani ya akili zenu unakuwa umebadilika. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, kabla sijaanza masuala ya mahusiano ya kimapenzi, nilikuwa nashangaa, hivi nakuaje mtu anaweza kuachana na mwanamke mzuri sana au na mwanaume mzuri sana kama wale mamodeli wanaovaa nguo kuweka matangazo. Inakuaje mtu anaweza kuachana na binti mzuri namna hii au mwanaume handsome namna hiyo anaachana naye? Inakuaje? Nilikuwa nashangaa nilipokuwa mdogo kabla sijaingia kwenye swala la mapenzi. Lakini sasa inajua kinachotokea ni kwamba akili za hawa watu wawili zilikuwa haziendi pamoja. Sasa ukilinganisha mwanzoni mahusiano na mpenzi wangu wa zamani na hadi mwisho, yaani ni sawasawa, tofauti iliyopo kati ya usiku na mchana. Dokta, kwa sehemu kubwa ni pale mpenzi wako anapoanza kutokujali hisia zako. Yaani huo ni unyama mkubwa ambao watu wanafanyiana lakini hawajui. Yaani mtu aache kujali hisia zako ni unyama wa hali ya juu sana. Kwa kweli dokta, mimi napenda sana tendo la ndoa kama mwanamke, lakini niliona kwamba imefikia hatua silipendi tendo hilo. Nikaanza kuchepuka na mtu ambaye nilisoma naye chuoni. Nikaona, nilikuwa nafikiria kwamba labda mimi nina kasoro. Nikakuta kwenye mchepuko huko nakuta raha ya hali ya juu sana. Nisingejua kwamba sina matatizo kama nisingechepuka. Ningekuwa najilaumu mimi mwenyewe, labda mimi nina kasoro, kwa nini sifiki kileleni? Lakini kwenye mchepuko nafikishwa kileleni. Kwa yule boyfriend wangu alikuwa sifikishi kileleni, nikaamua kuachana naye. Unaweza kuona huyu ni dada ana akili. Wasema kabla ya kuingia kwenye mahusiano alikuwa anaona kwamba hivi watu wanaachana chana, watu wameanza kuziona wanapendana, wanachana chana. Alipoingia akakusikia wenzao wanasema tu tunafika kileleni, afika akajiona hivi na kasoro. Ndio akaenda kwa yule alikuwa anasoma naye chuoni. Naona fika kutana na lamba kila eneo, analamba vizuri kweli. Kwa hiyo akaanza kupoteza hisia kwa mume wake, mwisho akaja kwa mpenzi wake, mwisho akapoteza hisia. Sasa mambo haya unayokuta hapa nazungumzia sana, unaweza kuona dokta na umezidi kila siku hayo tu. Lakini napenda kwambia hivi, unapokosa muda wa kuongea na mpenzi wako, hajalishi unatumia visingizio gani, tambua kwamba mwenzio anaumia. Unapokosa kumpa attention, yani mwenzio anaongea wewe uko busy, anaongea wewe uko busy na vitu fulani, au anaongea unamkatisha. Unapoongea kwa sauti ya ukali, sawa, kwa sauti ya ukali, unaongea kwa sauti ya ukali, unaweza kuona kwamba bwana mimi ndivyo nilivyo. Mimi ndivyo naongea kwa sauti ya ukali. Lakini nitambua kwamba mwenzio hakulelewa hivyo.
Kwao walikuwa wanaongea upole upole, wazazi wake wote wanaogopa, lakini wewe unaongea kwa sauti ya ukali. Wewe unaweza kuona uko sawa kutokana na makuzi ulionayo. Kwani unapiga makelele kwa sababu baba yako alikuwa mlevi, akija makelele kibao. Sasa wewe unafikia kuongea kwa ukali, ni hali ya kawaida. Lakini kwa mwenzio hivyo lazima uanze kujitune. Si unaona mimi ninajitune hapa sasa hivi, naongea kwa upole kidogo, sio kama video nyingine na koloma kweli. Si unaona nimejitune kidogo hapa. Kwa ambao unaniangalia kwa muda mrefu, si unaona kidogo sauti imebadilika kidogo. Kwa hiyo lazima ujue kitu gani kinamfanya mwenzio ajisikie salama. Kwa hiyo unapoongea kwa sauti ya ukali, mwenzio hajisikii yuko salama na wewe. Sasa anakuwa mtu wa kutishika tishika tu, hana amani. Sasa akizingatia una tatizo la kuwahi kumaliza. Akizingatia huna matiti mazuri, makalio yako ni ya sufuria. Sasa akianza kujumlisha na hilo la sauti, network inakata, brain and heart coherence inapotea. Haya ni mambo ambayo inapaswa uiangalie. Hebu sikiliza kesi nyingine hapa. Dokta, mume wangu hana maumbile mazuri kabisa, na nikavutwa kutokana na tabia zake nzuri na mambo yake mazuri aliyokuwa ananifanyia. Lakini baada ya miaka ya ndoa hii 9, naona nimeanza kuona mabadiliko kwake. Amekuwa na usumbufu wa kijinga. Kwanza alianza kusumbua watoto, na hiyo ilinipotezea hisia. Alafu baadaye akaanza kunisumbua na mimi. Dokta, nikapoteza hisia kabisa. Sasa hivi namuona ni mwanaume asiye na mvuto au mwenye mvuto zero kwangu. Unaweza kuona watoto jinsi gani unawajali watoto, unawathamini watoto, unamsaidia mama amejifungua, mtoto analia, badala wewe kumbembeleza unataka mama ndo ambembeleze, mke wako ambembeleze. Yaani mwanaume hawezi akahangaika kuamka usiku kumbembeleza mtoto anayelia. Mama bwana ndo anahangaika siku zote. Mtoto anaumwa, sawa, analia si kwa sababu anataka nyonyo, ni kwa sababu anaumwa. Lakini mwanaume hawezi akahangaika ambembeleze mtoto anyamaze, hawezi. Sasa wewe unaona kwamba ni kawaida, hii ni kazi ya wanawake, lakini mwenzio analisoma ili babake hakuwa anafanya hivyo kwa mamake. Kwa hiyo anakuona wewe hufai. Kwa hiyo hisia zinaanza kukata taratibu. Huyu ni mwanaume anasema hivi, dokta, nilizania mke wangu ndiye bora kuliko wanawake wote duniani. Ni mzuri, sawa, na mawasiliano yalikuwa mazuri. Lakini sasa hivi dokta, mvuto haupo. Sababu yake ni nini? Video nyingine inakuja. Kuna video nyingine inakuja pale ambapo mvuto umepotea kutokana na mabadiliko ya maumbile ya mwenzio. Amekuwa mnene, wewe mwembamba. Sasa ameanza kunywa pombe sana, zamani alikuwa hanywi pombe sana. Hayo yanatokea vile vile. Hiyo ni video nyingine ambayo inakuja. Unaweza anasema hivi, mke wangu alikuwa anamuona ni bora dunia nzima kuna mwanamke kama huyu. Sasa hivi anamuona tofauti. Sasa hizo zipo, lakini hutayasikia haya matangazo kwenye redio Free Africa. Haya, sasa nikusomea message ndefu hapa kidogo uweze kuelewa haya mambo. Sio mtu mmoja, yanawagusa watu wengi. Dokta, kwa utangulizi, mume wangu hajabadilika. Sura yake ni nzuri, tabia zake ni nzuri, na hajaongezeka uzito, na hana utofauti kabisa nikilinganisha na pale mwanzo tulipoanza kuingia ndani ya ndoa. Sijui ni kwa nini, lakini kwa miaka 2 au 3 iliyopita sipendi kushirikiana naye tendo la ndoa. Sitaki anikumbatie, sitaki anibusu, sitaki awe karibu na mimi. Tumekuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi toka nilipokuwa high school na tukaoana. Sasa hivi tuko ndani ya ndoa huu mwaka wa 12. Katika maandishi anaonekana ni mwanaume anayefaa kabisa na baba mzuri wa watoto. Ananijali, anajali watoto, anatupatia mahitaji yetu. Dokta, je, ndoa inaweza ikadumu bila kuwa na mvuto kwa mwanaume uliye naye? Na je, unamwambiaje mwanaume kwamba sasa hivi sina mvuto kwako?
Unamwambiaje dokta? Nilikuwa nimevutwa sana na mume wangu kwa miaka mingi, nilikuwa na mvuto mkubwa kwake, ana muonekano mzuri wa kimaumbile, na vilevile ningeongezea kwamba hisia zangu huyu mwanaume hazijali, na vilevile kwa sababu yeye ni mkimya sana, sio mwongeaji, hiyo na yenyewe vilevile imeniletea huzuni ndani ya moyo. Naweza nikaanzisha mazungumzo mimi, tukaongea vizuri sana, lakini nisipoanzisha mimi mazungumzo, tunakaa kwenye ukimya. Ataongea, na kadri tunavyoendelea kuongea unajikuta kwamba mara nyingine anakatisha mazungumzo, anakaa kimya. Mara nyingi wakati wa usiku, yaani mimi tunakuwa tumekaa kwenye kochi moja, sawa, tumekaa kwenye kochi moja, lakini hakuna maneno tunayoongeleshana. Nimeongea naye juu ya hii hali ambayo siipendi, na amejaribisha kufanya mabadiliko, lakini mabadiliko hayo hayakudumu. Tunarudia pale pale. Ni rafiki yangu, nampenda, lakini mara nyingine najiona ni afadhali tungekuwa tu marafiki tu, sio wapenzi. Na swala la mimi kuachana na yeye linanitisha, lakini vilevile swala la mimi kuendelea kukaa na mwanaume asiyejali hisia zangu na yeye linanitisha. Unanisaidiaje dokta? Unaweza kuona hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mtu ambaye yuko ndani ya mahusiano. Sasa haya, nimalizie na stori moja hapa ambayo kidogo ni ngumu, lakini kabla sijaingia kwenye stori ngumu, naongea kitu kimoja hapa. Kuna kitu kinaitwa disposition kwa Kiingereza. Disposition yani ni hali mtu anavyokuangalia wewe, mwenendo wako, alafu anavyo utafsiri kwake. Disposition yani kwa mfano wewe unapenda kusuka rasta. Sawa, unapenda kusuka rasta. Sasa wewe ni mwanamke, mume wako anapenda sana wewe unasuka rasta na unaweka naye kama vile za Wahindi, nywele zinakaa huko nyuma sana. Nakuta mume wako anafurahia sana unapokuwa umesuka. Kwa hiyo disposition yake unapokuwa umesuka rasta ni ya kukufurahia. Sawa? Sawa, hiyo ndio inaitwa disposition yake, ya kufurahia wewe unapokuwa umesuka rasta. Sasa upo uwezekano disposition hiyo, mtazamo ni kwa Kiswahili, mtazamo huo unaweza kubadilika iwapo umesuka mtindo mwingine ukawa sio mzuri. Sasa hali kama hiyo inaweza kuleta shida sana kwenye uhusiano wenu. Sasa nije na historia ya mwisho ambayo kidogo na yenyewe naona ni tamu kidogo. Naomba nikusikizishe story ya mwisho. Dokta, niko ndani ya ndoa mwaka wa 11. Kwa miaka miwili iliyopita, tendo la ndoa kati yangu na mke wangu limekuwa haba sana. Marafiki zangu nilipoongelesha juu ya swala hili, wakiniambia hivi, jaribisha kumsaidia kazi za ndani mke wako, bado anakuwa anachoka na kazi za ndani, kulea watoto, jaribisha kumsaidia. Nimejitahidi kumsaidia kwa kazi za ndani mke wangu, lakini nikaona bado hakuna mabadiliko. Nikauliza watu wengine, wakaniambia tafuta muda wa kuongea naye. Unakaa na muda wa kuongea naye na nini? Hilo lilileta utofauti kidogo. Akaanza kupenda tendo la ndoa, lakini tukawekeana ratiba ya siku katika wiki ya kufanya mapenzi. Baadaye nikawaambia marafiki zangu kwamba nina mpango wa kuachana na mke wangu kwa sababu ya tendo la ndoa ambalo silipati kama ninavyohitaji. Dokta, marafiki zangu na ndugu zangu wote walikasirika. Wakaniambia, unawezaje kumwacha mke wako kwa sababu tu hakupi tendo la ndoa? Nikamuuliza mke wangu kwamba je, uko tayari tuachane kwa sababu ya hili? Dokta, jinsi alivyolipokea sitasahau mpaka siku yangu ya kufa. Hakuamini kabisa kwamba ninaweza nikamwacha kwa sababu ya tendo la ndoa. Anajitahidi sana, anajitahidi sana
anavyojitetea, anasema hivi, anavyojitetea yeye, anasema anajitahidi sana, anasema ananifanyia mambo mengi sana, anatunza watoto, anajitahidi sana kunionyesha shukrani. Anasema hayo yote kweli hayatoshi, tendo la ndoa peke yake ndio tuachane? Alijidanganya dokta, niliona anajidanganya kabisa, kwa kuamini kwamba kwa kunipikia vizuri, kunioshea nguo, kunipigia pasi nguo na kufanya usafi wa nyumba, hiyo inaweza ikafunika haja yangu ya mimi kuhitaji tendo la ndoa. Dokta haikusaidia. Anajitahidi sana kwa kupika katika haya mambo na mambo mengine, anajitahidi sana. Sasa mimi nachosema dokta kwako, sijali watu watasema nini. Nahitaji msaada ambao utaweza kumsaidia mke wangu na yeye aweze kupenda tendo la ndoa kama ninavyopenda mimi. Na angependa kwamba awe kama ninavyopenda mimi. Sawa? Sasa hali kama hii inaweza kuleta changamoto kwa watu wengine. Kwa sababu gani? Unaweza kuona kwamba kwa nini kweli uhusiano ufe kwa sababu ya hii? Hebu just fikiria kama akaamua kupotezea kwamba mke wangu apendi tendo la ndoa, ngoja nitafute mchepuko, alafu mchepuko kawa mtamu sana, itafikia hatua anapata sababu ya kukuacha wewe. Hii imetokea huko Ulaya kwa watu wengi sana. Kuna kitu kinaitwa open marriage. Open marriage, kama unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google. Yaani wewe na mke wako mnakubaliana, tafuta mwanaume mwingine, tafuta mwanamke mwingine, lakini tusiachane. Kama una mwanamke mwingine sawa, lakini usimlete humu ndani kufanya naye mapenzi humu ndani. Yaani wanakubaliana. Hii inaitwa open marriage. Kesi hizo zimetokea nyingi sana. Mtu amepata mchepuko huko wa njia hiyo, alafu anatokea kumpenda yule, anaamua kuvunja ndoa. Sasa hii ni hali ambayo inatokea, lakini watu wanaona kwamba hili eneo halipaswi kupewa kipaumbele. Usipolipa kipaumbele itakuletea majanga. Mwanamke anapaswa ajue jinsi ya kumwandaa mwanaume vizuri, sio kumwandaa tu juu. Sawa, hebu fikiria. Mvua inayosababisha mchicha ukue itatosha kusababisha mwembe ukue? Ufikiria. Mvua inayosababisha mchicha uweze kukua mpaka ukaliwa inaweza kusababisha mnazi ukue? Kwa hiyo wewe, kwa sababu wapenzi wako wengi unakuwa unawapenda walikuwa ni saizi ya mchicha, hisia zao ni saizi ya mchicha, kitu kidogo tu umemwandaa kidogo tu amefika kileleni. Wewe unafikiria wote wako hivyo? Wengine ni mibuyu, wanahitaji mvua kubwa. Kuna wanawake waliojichua wanahitaji maandalizi makubwa sana ili kisimi kiweze kufunguka vizuri, zile vipokea hisia. Kuna watu nimewapatia dawa waliokuwa wanajichua, wanaona hata hisia, wamejichua kwa muda mrefu. Mwanamke ambaye alikaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa anahitaji maandalizi tofauti. Mwanamke ambaye ameangalia picha za ngono sana, so unaweza kujitahidi kumwandaa, kuna maandalizi maalum anayoyataka. Ngoja nikupe story ya kweli kutokea Morogoro. Nipo story ya kweli. Huyu dada ananiambia, daktari, nafanya mapenzi na mume wangu lakini sisikii raha kabisa. Haya mapenzi ya raha. Nikaanza nikampeleleza. Akaniambia, daktari, lakini ni hivi. Kuna siku moja niliangalia picha ya ngono. Picha hii ya ngono walikuwa wanafanya mapenzi kwa mikiki. Ndio nilipenda sana, kupata hisia sana. Mimi nataka mapenzi ya mikiki. Sio ile salamu Maria, mmejaa neema. Kuna wanaume wengine wanataka mapenzi ya mikiki. Sasa wewe ni pole tu. Salamu Maria, umejaa neema. Hakuna, wanataka cha mikiki. Ndio wewe unashangaa. Mwanamke anatembea na mtu ambaye bodaboda au muuza sumu za panya barabarani, machinga. Mama mmoja hapa Mwanza anaishi kwenye nyumba ya ghorofa. Kwa hao wanaopakaa watu wanawake kucha. Hii story nakupa kweli. Nimesimulia na huyu dada kijana alikuwa na tatizo la nguvu za kiume, nikamsaidia. Alipiga punyeto sana. Kijana ndio amenisimulia. Piga punyeto sana.
Sasa nikamsaidia hiyo dawa au Master Kucha. Nikamsaidia hiyo dawa ya nguvu za kiume. Kapata sasa mshangazi. Ndio term kamili. Kapata mshangazi. Sawa, kapata mshangazi. Hapo kwenye Master Kucha. Sasa huyo mshangazi hataki kwenda guest, alikuwa anaenda kwa kaka huyo kijana. Sasa akakaona kale kajumba anakoishi kaovyo ovyo, akampangisia chumba kizuri, nyumba nzuri. Alafu kila mwezi anampa huyu kijana 300,000 ili amsugue vizuri. Mume wake sajui kusugua, amemjengea mke wake gorofa. Anaishi kwenye gorofa. Hii story napewa na mtu live ofisini kwangu. Amemjengea mke wake gorofa, amempa na gari anaendesha, lakini anamlipia kodi ya nyumba chumba huyu kijana na kila mwezi anampa 300,000. Hiyo ndio mshangazi yenye faida. Sasa hiyo story ipo. Kuna wanawake wanajengewa nyumba, ni michepuko, ananunuliwa mpaka gari. Kama dada mmoja ambaye nimemtumia hizi video zangu za jinsi ya kumnogesha mwanaume. Anasema daktari, mwanaume amekuwa na wivu, ameweka kamera mpaka kwenye gari. Kila ninapoenda anajua niko wapi. Anasema nimeweka mpaka kamera mpaka amenunuliwa gari. Na story nyingi hapa. Nitaka kukuletea zote hapo na tukakesha hapo. Sasa hivi mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14. Sawa, na kila eneo lina ufundi wake, sawa? Na mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unajua matatu tu, itakuponza sana. Itakuponza sana. Ulimwengu umebadilika. Katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye eshakuwa na wapenzi 3 au 4 kabla yako, lazima atakulinganisha. Lazima atakulinganisha. Ukubwa wa maumbile yako, una tatizo la kuwahi kumaliza, uweze kurudia mara ya pili. Kata kiuno hujui, kunyonya dudu unanyonya kama vile unalazimishwa. Mate leo kinyonya kidogo tu unatema mate, unajisikia kinyaa. Kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili, ya tatu, uwezi. Akifunga goli moja tu unaona sawa. Na mwanaume anaishia goli moja anakuambia hivi, hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa, inaitwa sexual energy. Mwanaume anaishia goli moja, hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa, hajamaliza. Usijidanganye. Dada moja alikutana na mwanaume alizalia. Mwanaume akamwambia kabisa, bwana mimi wanaishaga goli moja tu. Yule dada akamwambia hivi, nipe dakika 5 tu. Utaipata. Nipe dakika 5. Dakika 5 zikiisha hajasimama tena, tunamaliza game. Dakika 5 zikiisha dudu limesimama, raundi ya pili inapita. Akasemaje? Tulifanya toka saa 4 za usiku mpaka saa 8. Mpaka saa 8, saa 4 za usiku mpaka saa 8 karibia kuna kucha. Sasa mambo yanawezekana, lakini watu wanaona kwamba bakie tu hivi hivi. Sasa katika ulimwengu huu wa TikTok, mtu anaona mapaja mazuri kwenye TikTok, makalio mazuri, tena kuna mwingine siku hizi ni ya AI. Yaani unakutana na paja hilo mama, sijai kuona paja kama hili. Sijai kuona paja kama hili. Sasa inamsumbua akili yake ya kwenye moyo. Sasa akili ya kwenye moyo ikianza kusumbua, haoni unafanya mazuri mangapi. Unaona? Hayaoni. Sasa kwa inamfanyia yote lakini anafanya hivi. Tumwambie, nimekuambia kwamba mwanaume au mwanamke ana akili mbili. Unabakia kusema, yaani kwa nini unanifanyia mimi hivi? Yaani yote ninakufanyia mimi unanifanyia hivi. Akili ya kwenye moyo bado haijaoanisha na akili ya kwenye kichwa. Kwa lazima utafute mbinu mbalimbali za kumsaidia mwenzio kuone wewe unatosha. Imana hapo. Ndugu zangu, karibia Yesu anarudi, mtubu dhambi sana. Mtubu dhambi sana za kuzini. Ni mtubu sana. Samahani mtazamaji, kama unaangalia kwa mara ya kwanza channel hii, tafadhali naomba usubscribe. Alafu katubu dhambi zako kama ulikuwa unazini, alafu bofya na ile kengele pale. Sawa? Share na marafiki zako, waambie marafiki zako habari za channel hii. Nikutakie maisha mema katika maisha yako ya mahusiano. Bye bye.